Waziri wa Habari, Sanaa na Michezo Zanzibar, Dr. Riziki Pembe Juma amewataka waandishi wa habari kutumia nafasi yao ya kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kununua na kutumia bidhaa zilizothibitishwa na Taasisi ya Viwango Zanzibar ZBS ili kulinda afya na usalama wa walaji. Akisoma hotuba ya waziri, naibu katibu mkuu Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo Makame Machano Haji alipokuwa katika mkutano wa 4 wa jukwaa la wanahabari uliofanyika katika ukumbi wa Raha Leo mkoa wa Mjini Magharibi, amesema waandishi wa habari wana nafasi kubwa ya kufikisha taarifa sahihi kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kutumia bidhaa zenye ubora na viwango vilivyokubalika. Na nafasi nzuri waandishi wa habari wa kujenga utii, kwamba watu watafahamu, na tuna branding imesemwa hapo, ile branding watu wanaweza kusema sasa bidhaa ambayo haijaandikwa ZBS au haijathibitishwa na ZBS, hiyo kwangu si bidhaa sahihi, na ikiwa imethibitishwa, hiyo ndio bidhaa sahihi. Na hili jambo linakwenda mbali, ndugu zangu, wazee wangu na waandishi wa habari, linaijengea sifa nchi. ZBS iko Zanzibar, lakini tukizalisha bidhaa ambazo kila mmoja atakuwa na imani na bidhaa hizo kupitia ZBS, imani yake ZBS, trust ile inavuka mipaka, na kila mtu tunatengeneza soko la nchi. Watu watatoka nje kuja kununua bidhaa ambazo zimethibitishwa na ZBS, au wakizikuta huko ziliko watasema hii ndio bidhaa sahihi. Kwa hiyo tunatengeneza sifa nzuri ya ZBS ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa ni mambo muhimu sana na ni mambo yenye maana kubwa. Na shauri ndugu zangu waandishi wa habari, mashirikiano haya yaliyosifiwa au tuliyosifiwa leo tusiangushe, na iwe endelevu. Kama wao ZBS walivyosema itakuwa ndio taasisi ya mfano yenye kutolewa mfano, tizameni ZBS, basi na sisi waandishi wa habari tuwe tuna mfano wa kutoa kwa taasisi nyingine. Sisi ndio tutakao kuwa daraja. Jamani, wenzenu wa ZBS wanatoa mashirikiano, tunataka na nyinyi mtoe. Pengine tunaweza kuanzisha zawadi bora, pengine, nimesema neno pengine, kwa taasisi inayofanya vizuri na mashirikiano na waandishi wa habari tunaipa zawadi fulani. Inaweza ikawa ni aina ya motivation, lakini na ZBS wanaweza kusema mwandishi atakayeitangaza vizuri ZBS na yeye amepewa zawadi fulani. Hii inatoa nafasi ya motivation. Ndugu washiriki, leo ni siku muhimu sana kwetu sisi wanahabari, lakini pia kwa ZBS. Ni siku adhimu, ni siku ambayo tarehe yake tunaiweka kwenye vitabu vyetu, diary zetu, kwamba siku hii tumefanya jambo kubwa na jambo adhimu. ZBS iendelee, ushauri wetu iendelee kuendeleza mashirikiano haya na kutoa huduma zenye viwango kwa kupima, ukaguzi na uthibitishaji wa ubora, ili kuongeza ushindani wa bidhaa ndani ya Zanzibar na masoko ya ndani na nje ya nchi. Ndugu waandishi wa habari, nawaomba muendelee kuwa mabalozi wa elimu ya viwango. Elimisheni wananchi kuhusu umuhimu wa kununua na kutumia bidhaa zenye ubora zilizothibitishwa na ZBS, kuripoti bidhaa zisizokidhi viwango na kuhamasisha wazalishaji kufuata taratibu za ubora zilizowekwa na ZBS. Ushirikiano kati ya ZBS na vyombo vya habari utasaidia kujenga uchumi imara, kulinda afya za wananchi na kuongeza imani ya watumiaji. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuunga mkono juhudi za Taasisi ya Viwango Zanzibar katika kuboresha mifumo ya utoaji wa huduma, matumizi ya teknolojia na kuimarisha ushirikiano wa wadau mbalimbali ili kuhakikisha viwango vinazingatiwa katika sekta zote za uzalishaji na biashara. Ndugu waandishi wa habari, naomba nikukumbusheni jambo moja lilisemwa hapa na mzee wetu Sheikh Salim Said, asema kwamba habari sasa hivi zimeingiliwa na mambo ya mifumo ya tehama. Teknolojia hii imevamia
na sasa tuwe makini, ipi ni ya kweli alituachia. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya viwango Zanzibar ZBS Yusuf Majid Nassor amesema katika mwaka wa fedha 2026-2027 taasisi hiyo inatarajia kujenga maabara ya kisasa yenye ghorofa 10 katika eneo la Dunga, ambayo itakuwa miongoni mwa maabara kubwa zaidi ya Afrika Mashariki, pamoja na kujenga ofisi ya maabara katika kisiwa cha Pemba ili kuimarisha huduma za ubora wa bidhaa. Tunategemea kujenga maabara ambayo ni kubwa Afrika Mashariki, ambayo itakuwa pale Dunga. As we speak, sasa hivi kiwanja kile kinakuwa cleared. Tulipewa na Mheshimiwa Rais kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara katika eneo la viwanda Dunga, eneo la eka 4. Kiwanja kinasafishwa sasa hivi, kinajengwa ukuta, na tunategemea before the end of December tutaanza ujenzi wa maabara zile. Ni jengo la ghorofa 10 ambayo itakuwa ni maabara ya aina yake ya Afrika na Mashariki na Kati. Kama alivyosema mwenyekiti, tunataka kufanya Zanzibar iwe center of excellence ya maabara. Tunapoongelea utalii wa bichi, tunapoongelea utalii wa kuja kwenye matamasha tofauti na mikutano, tunataka watu sasa waje Zanzibar kuja kupima vitu, watoke Kenya na sampo zao ije hapa. Mwenyekiti ni shahidi, alipokuwa Dubai pale aliona kuna masampo yanatoka all of Europe, yanatoka Middle East, yanakwenda pale Dubai. Kuna maabara first class ambayo wanaenda kupima. Kwa ni vitu ambavyo vinaweza kufanyika na tunataka kufanya hapa Zanzibar. Lakini pia tunaanza na ujenzi wa ofisi na maabara pale Pemba kwa mwaka huu pia wa fedha. Na kwa upande wa Pemba tayari maabara ya mafuta na gesi iko pale Zanzibar Pemba na ishaanza kufanya kazi, kama serikali inavyokuwa na wito wa kuifungua Pemba kiuchumi, na sisi tuko mbele katika hilo. Na maabara hii kabisa inaanza kufanya kazi, na meli ambazo zinashusha sasa hivi mafuta kwa upande wa Pemba, maabara ya Pemba inafanya kazi ya maabara ya mafuta na gesi. Lakini tuna kituo cha ukaguzi wa magari pale. Kwa mwaka huu wa fedha tunataka kuipatia certification, kitambulike kimataifa, kisiwe tu kituo tu. Kwa hiyo tutatupakia ISO 17020 ambacho kitakwenda kutambulika kimataifa kituo kile, na tutategemea by end of quarter 2 swala hili litakuwa limemalizika. Na hata wenzetu wa TBS ambao wana almost 60 years tangia kuanzishwa, maabara ya magari wameanza kujenga juzi pale Ubungo, na walikuja kwetu kuangalia namna tulivyovifanya best practice. Kwa sisi tunafajirika kuona kuwa na sisi nyingine pia tunatumika kama mifano kwa wenzetu ambao wametangulia. ZBS ina miaka 15 16 sasa hivi, wenzetu wana miaka 60, lakini walikuja kwetu kujifunza hapo. Kwa ni jambo jema ambalo tunaendelea kulifanyia kazi. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Angel Paul.